Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Kitu pekee ambacho tume haiwezi kaojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema, basi matendo hayo yanapingika na yanaojika. Sasa kama mtu anaelewa kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kinaipa tume haki ya kuchapisha kanuni za uchaguzi, lakini haitoi haki ya tume kuzuia mtu yeyote yule au chama chote kile kushiriki katika siasa au katika uchaguzi. Kanuni zinadai kwamba sheria inadai kwamba kila chama kisaini zile kanuni za maadili. Lakini kanuni ambazo tumeletewa na ambazo zinatakiwa zimesainiwa siku ya Jumamosi, zenyewe kwanza zinasema, na nitaomba niwasomee ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza, je, haya ambayo tume imesema, ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya 1.3 inasema muda wa kutumika kwa kanuni za maadili. Inasema hivi, naomba niwasomee Watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vile vile kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi leo, nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria? Awe rais, makamu wa rais, hata CCM jinsi ya mambo zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao, hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinaanzaje kutumika? Wabunge, je, bunge limeshavunjwa? Sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba na mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuwaje na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado liko kazini. Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa ubunge haujafanyika. Lakini Kailima na wakuu wake wanasema nini? Hizi kanuni zinaobana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Tuende kwenye 1.5. Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza, kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani akitoa adhabu yoyote kwa kutokusaini, kinasema kutakuwa na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kwa nini mtu kufungiwa. Na kingine, ndugu zangu, nipende kuambia, haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba. Na muongozo wa sheria wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa mgombea kimetajwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali vya katiba ambavyo vinazungumzia sifa hizo. Kienda ibara ya 39 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia,
ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi, na katika kipindi cha miaka 5 kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa? Alipo. Vivyo hivyo tuone kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za kugombea ubunge. Kwanza makamu wa rais. Tuanze ibara 47. Ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa ujumla na hususan. Atamsaidia rais kufuatilia utekelezaji wa siku hata siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazogizwa na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri, mtu atateuliwa ibara ya 47 kifungu ibara ndogo ya 4 inasema hivi: mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi, hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingineko. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa, ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uweze kufanya nini? Uwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze kuinukuu kwa upana wake. Samahani kidogo. Ibara ya 67 tunakwenda katika ambayo inazungumzia kwa upana wake sifa za mgombea wa kiti cha kuwa mbunge na masharti na vitu ambavyo vinamnyima haki mtu kuwa mbunge. Ibara 67 moja inasema hivi: bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii, mtu yeyote atakuwa na sifa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge endapo ni raia wa Jamhuri ya Muungano aliyetimiza umri wa miaka 21 na ambaye anajua kusoma na kuandika katika Kiswahili au Kiingereza. B, ni mwanachama na ni mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. C, katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hakuwahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote lile la kukwepa kulipa kodi yote ya serikali. Ibara 67(2), mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo anao au kwa hiari yake amejipatia uraia wa nchi nyingine yote, au ikiwa kwa mujibu wa sheria iliyotumika katika Jamhuri ya Muungano imethibitishwa na rasmi kwamba mtu huyo ana ugonjwa wa akili, au ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yote katika kipindi cha Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au ya kufungwa gerezani kwa muda usiozidi miezi 6 kwa muda unaozidi miezi 6 kwa kukutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa kuambatana na utovu wa uaminifu, au ikiwa katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu umepata kuhukumiwa na kupewa adhabu ya kifungo kwa kosa linaloambatana na utovu na uaminifu au kuvunja sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Sheria ya maadili ya uongozi wa umma. Bila kuingilia haki na uhuru wa mtu wa kuwa na maoni yake, kuamini nini atakayo, kushirikiana na wengine na kushiriki shughuli za umma kwa mujibu wa sheria za nchi, ikiwa mtu huyo si mwanachama na mgombea aliyependekezwa na chama cha siasa. F, ikiwa mtu huyo ana maslahi yote katika mkataba wa serikali au aina yote aliyowekewa miko maalum kwa mujibu wa sheria utungwa na bunge na iwapo amekiuka miko hiyo. G, ikiwa mtu huyo ameshika madaraka ya afisa mwandamizi katika utumishi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. H, ikiwa kwa mujibu wa sheria utungwa na bunge inashughulikia makosa yanayohusiana na uchaguzi wa aina yote, mtu huyo amezuiliwa kujiandikisha kama mpiga kura au kupiga kura katika uchaguzi wa wabunge, alafu uchaguzi wa wabunge. Ibara ya
na ibara 67 ibara ndogo ya pili, mtu hataweza kugombea kuwa mbunge kuhakikisha jimbo la uchaguzi katika uchaguzi mkuu wowote ikiwa wakati huo yeye amesimama katika uchaguzi kugombea kiti cha rais, wala hataweza kugombea uchaguzi kuwa mbunge katika uchaguzi mdogo wowote ikiwa yeye ni rais. Na bunge limepewa madaraka ya kutunga sheria za kuongoza nini? Kuongoza uchaguzi. Sasa ibara ya 67 ibara ndogo ya 4 inasema hivi: bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge na kuhakikisha jimbo la uchaguzi ikiwa mtu huyo ni mwenye madaraka yanayohusiana na shughuli za kuongoza na kusimamia uchaguzi wa wabunge. Madaraka mchaguliwa mtu anachaguliwa kwa nani? Kwa kiongozi wa tume ya uchaguzi. Ya 5, bunge laweza kutunga sheria kwa ajili ya kuweka masharti yatakayomzuia mtu asichaguliwe kuwa mbunge wa kuwakilisha jimbo la uchaguzi kwa muda wote utakaotajwa na bunge, ili mradi muda huo usizidi miaka 5, ikiwa mtu huyo atapatikana na hatia mbele ya mahakama kwa ajili ya aina yoyote ya makosa yatakayotajwa katika sheria hiyo inahusiana na uchaguzi wa wabunge, makosa ambayo imetajwa na nini? Na sheria hiyo. Kwa madhumuni ya kutoa fursa ya kukata rufaa kwa mujibu wa sheria kwa mtu yote alithibitisha rasmi kisheria kuwa na ugonjwa wa akili. Kama mtu ana ugonjwa nini? Wa akili. Na kutakuwa na kanuni zinazohusiana na adhabu za watu kupewa. Ni hoja yetu kwamba kile ambacho kimefanywa kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haki ya kikatiba haiwezi kupokwa kwa nini? Kwa kanuni zilizotungwa na nini? Na tume ya nini? Ya uchaguzi. Kwa hiyo tunasema tume imejielekeza vibaya. Imefanya hivyo kwa nia ambayo sio sahihi na imekiuka maagizo ya mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu na wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu. Kwa wale vijana wasiofahamu, Dr. Amani Waridi Kaburu ndio mbunge wa kwanza wa upinzani kuchaguliwa kuingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alichaguliwa mjini Kigoma mwaka 1994.